Usiku ule, Bakari aliona kitu ambacho hakitakaa kitoke akilini mwake. Paka alitoa pesa mdomoni, pesa halisi, lakini kila noti ilibeba roho ya kisasi. Kila alivyopokea, giza lilimkaribia zaidi. Usiku ukawa mrefu na ndoto zikawa maumivu. Lakini wakati kisasi kilianza kutimia, Bakari hakujua kuwa damu ndiyo bei halisi ya pesa hizo. Sasa, paka anadai kilicho chake. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi. Like video hii na niambie kwenye komenti, unatazama ukiwa wapi leo? Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Usiku ulipita taratibu, lakini kwa Bakari usingizi haukuwepo. Kila akifumba macho, alikuwa anaona sura ya Asha na watoto wake wakiita kwa sauti za mbali, "Baba, urudi nyumbani, acha pesa hizo." Alipoamka, macho yake yalikuwa mekundu, kichwa kikimuuma. Alijaribu kupuuza ndoto hizo, lakini picha ya damu iliyoonyesha uso wa familia yake ilimtesa zaidi. Alihisi kama kuna kitu kinamtahadharisha, lakini moyo wake ulikuwa umeshikiliwa na tamaa ya kisasi. Alienda dukani mapema asubuhi, lakini mara tu alipofika, alikuta kundi la watu limejaa nje. Mlinzi wake Juma alikuwa akitetemeka. "Boss, kuna taarifa mbaya. Kampuni ya Rashid imepata ajali ya moto usiku. Magazeti yote yameandika. Wamepoteza ghala lao lote la bidhaa." Bakari alisimama kimya. Ndani ya moyo wake, sehemu moja ilifurahia, lakini nyingine ilitetemeka kwa oga. Alijiuliza, je, ni mimi nilisababisha? Au ni nguvu za paka? Hakuongea chochote. Aliingia ofisini, akafunga mlango, akachukua paketi ya sigara, akavuta moja kwa haraka. Ndani ya moshi ule, alihisi sauti ya ajabu ikimnongoneza, "Kisasi kinaanza kufanikiwa Bakari. Endelea." Alishtuka. Alizunguka haraka, lakini hakuona mtu. Siku zikaendelea. Habari za kuanguka kwa Rashidi zikazidi kuenea. Benki zikakata mikopo yake. Wafanyakazi wakakimbia, na hatimaye Rashidi akawa analala nyumbani kwake peke yake, akitumia muda mwingi kulia na kulalamika. Lakini Bakari hakupata amani. Kila usiku alikuwa anaona ndoto mpya. Mara anaota Rashidi akimuomba msamaha akiwa analia damu. Mara anaota paka akimvuta mkono kuelekea shimo la moto. Kila asubuhi alipoamka, aliona alama ndogo za kuchoma kwenye mikono yake, kama mtu aligusa kitu cha moto. "Hii si kawaida tena," alijisemea. "Lakini siwezi kurudi nyuma. Nimeshafika mbali." Alipoenda kumlisha paka siku iliyofuata, aligundua kitu cha ajabu. Paka yule hakutaka kula chakula chochote. Alimwangalia kwa macho mekundu, kisha akasema tena kwa sauti nzito, "Damu natakiwa Bakari, si chakula tena." Bakari akatetemeka. "Damu ya nani?" aliuliza. Paka akamwangalia kimya, kisha akageuka na kutoweka ndani ya kivuli. Bakari alibaki amesimama, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alijua maana ya maneno hayo. Nguvu hii haikuwa ya bure. Siku chache baadaye, Rashidi alijaribu kuwasiliana na Bakari kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Alimtumia ujumbe mfupi, "Bakari, tafadhali tukutane. Nataka kuomba msamaha. Maisha yamenigeuka." Bakari alikaa kimya akitazama ujumbe ule kwa muda mrefu. Upande mmoja wa moyo wake ulitaka kwenda, lakini upande wa giza ulisema, "Msamaha?
Baada ya kila kitu alichokufanyia, mwache ateseke. Lakini usiku ule, ndoto nyingine ilimjia. Aliota akiwa katikati ya moto, paka akiwa upande mmoja na Asha akiwa upande mwingine akilia. Asha alisema kwa sauti nyororo lakini yenye uchungu, "Bakari, kisasi hakitaleta amani. Tazama unavyopotea." Alipoamka, macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Kwa mara ya kwanza, Bakari alihisi anatamani kuomba msamaha. Si kwa Rashidi, bali kwa nafsi yake mwenyewe. Alikaa kimya kwa dakika kadhaa, kisha akaamua, nitakutana naye. Lakini kama ni mtego, basi nitajua ukweli wa kila kitu leo. Walipokutana katika hoteli ndogo ya zamani walikokuwa akianda miaka ya Yuna, hewa ilikuwa nzito. Mvua ilinyesha taratibu, ikigonga vioo vya dirisha. Rashidi alikuwa dhaifu, amekonda, macho yamezama ndani. "Bakari," aliongea kwa sauti ya kutetemeka, "nimekosea sana. Nilitawaliwa na tamaa. Nilidhani mali itanifanya niwe salama, lakini kila kitu kimepotea. Naomba unisamehe." Bakari alimwangalia kimya. Moyoni mwake kulikuwa na vita kubwa. Sehemu moja ilitaka kumsamehe, nyingine ililia kwa hasira. "Rashid," alisema kwa sauti ya chini, "unasema unasamehewa. Lakini je, ulijua nililala barabarani? Nililia usiku na mchana. Nilipoteza kila kitu, hata familia yangu." Rashidi alilia, akainama chini. "Ndiyo najua, na inaniumiza. Tafadhali Bakari, nimepoteza kila kitu. Naomba tu urudishe amani." Bakari alihisi kitu kikubwa kikipanda moyoni mwake. Macho yake yalianza kubadilika, yakionekana mekundu. Paka alionekana ghafla pembeni ya dirisha, akiwa amekaa akimwangalia. Sauti ndani ya kichwa cha Bakari ikasema kwa ukali, "Huyu ndiye aliyeharibu maisha yako. Sasa chukua kisasi." Bakari alishika kichwa chake kwa maumivu makali, kana kwamba kuna nguvu mbili zinagombania akili yake. Rashidi alimsogelea, akijaribu kumgusa mkono. "Bakari, tafadhali." Lakini kabla hajamaliza, taa zote zikaflika. Upepo mkali ukavuma ndani ya chumba na dirisha likapasuka. Paka kapiga kelele ya kutisha na giza zito likafunika kila kitu. Bakari palipofumbua macho, alijikuta peke yake ndani ya chumba kilichojaa moshi. Rashidi alikuwa ametoweka. Hakuna damu, hakuna mwili, hakuna dalili ya mtu yote. Lakini ukutani kulikuwa kumeandikwa kwa damu, "Kisasi kimekamilika. Sasa ni zamu yako." Bakari akatetemeka, akishindwa kuelewa maana yake. Je, Rashidi ameuliwa? Na kama ni hivyo, nani aliyefanya? Paka alikuwepo tena kwenye kona, macho yake yakinyaa, na sauti yake kasikika, "Mkataba haujamalizika. Damu inatakiwa." Bakari akapiga kelele kwa uchungu. Ulimwengu wake wote ukaanza kuanguka. Bakari alitazama maandishi yale ya damu ukutani, macho yake yakitetemeka, paka akimwangalia kimya kwenye kona ya chumba. Sauti ikamnong'oneza tena, lakini safari hii haikuwa sauti ya paka tena. Lakini swali linabaki. Je, kweli kisasi kilitoka kwa Bakari au kulikuwa na kitu kingine zaidi kilichofichwa? Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, ungefanyaje kama ungekuwa wewe kwenye nafasi yake? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok, na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye sehemu inayofuata ya mwisho. Bye.